ni kama unakunja miguu yako hivi, alafu unainua kidogo, unarudi hivi hivi, unarudisha namna hiyo. Yaani unakuja kama unaigonganisha hapa kwenye kifua chako. Haya, tunaenda unarudisha miguu hapa, inarudi hapo, unarudi tena. Kwa unaweza ukafanya kadi uwezabu, labda kwa seti 10, 20, kadi ambavyo wewe. Leo nitaenda kuonyesha mazoezi matatu. Yaani mazoezi matatu tu ambayo unaweza ukayafanya na akaondoa tumbo lako. Mazoezi haya ni rahisi na ni mazoezi ambayo unayafanya nyumbani. Karibu tena tz2.com. Naitwa Nesia. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zangu au kama bado hujasubscribe, basi sasa. Zoezi la kwanza ambalo tunaenda kulifanya linaitwa plank. Tunafanya namna hii. Plank lina variation au lina aina tofauti, lakini hapa nitakuonyesha aina mbili, ambayo ya kwanza ni hii standing plank na nyingine ni hii. Kwa hiyo ya kwanza tunaanza nayo ni hii hapa, ambayo ukiwa umeshika hivi miguu yako umeweka hivi, unaitanua kidogo au unaweza ukaikusanya kidogo. Kwa hiyo unakaa namna hii. Hili zoezi linasaidia sana kubana misuli ya tumbo na kuondoa tumbo. Kwa hiyo unakaa hivi. Unaweza kwa sekunde 30, na utakapozidi kuendelea unaweza ukaenda hadi dakika 1 namna hii. Hakikisha mgongo wako umenyooka. Plank nyingine ambayo inafuata ni kama hii, lakini hii sasa nitegemea viwiko vyangu. Hapa naika namna hii, ni kama mimi nakuja kupiga push up. Alafu hakikisha umenyooka. Kwa hiyo unashikilia namna hii. Na ukifanya hivyo utayasikia kabisa hayo maumivu ambayo utayasikia kwenye tumbo lako. Kwa hiyo unaweza ukaanza kufanya kwa sekunde 30, alafu ukaendelea kadi muda unavyokuwa unaenda. Kwa hiyo unafanya namna hiyo. Kwa hiyo ni plank. Unafanya 30 sekunde, alafu unaongeza kadi muda unavyoenda. Zoezi hili ni zuri sana katika kuondoa tumbo lako. Zoezi linalofuata la pili sasa ni raise leg. Kuinua miguu. Na lenyewe nitalionyesha zoezi hili pamoja na variation zake au aina yake tofauti. Kwa hiyo utawala sehemu yako ambayo ni tambalale namna hii. Unatakiwa na kitu cha kusapoti kushika. Kwa mimi hapa nitatumia hili kochi kwa sababu ni mazoezi ya kufanya nyumbani. Kwa hiyo tunaenda hivi, unarudi. Hakikisha miguu yako imenyooka na haifiki chini. Unaenda namna hiyo, tunarudi. Baada ya kumaliza hili, linalokuja lingine, kuna nyuzi kwenda nyuzi 45, alafu kuna nyuzi la kwenda 360. Hapo ukiwa umeweka miguu yako namna hii, unashuka kwa nyuzi. Hapa ni nyuzi 90. Hakikisha imekaa hivi, nyuzi 90 umenyoosha. Kwa hiyo tunakuja hapa, unaenda kwa nyuzi 90. Tunashuka nyuzi 30. Alafu hapa inakuwa 60. Hapa inakuwa 45, alafu inakuwa nyuzi 30. Tunarudi tena 45, 60, 90. 60, 45, 30. Unarudi tena kwenye 45, unarudi kwenye 60, alafu nyuzi 90. Kwa hiyo unaenda ukirudia hivi. Ambayo inafuata nyingine, tunaenda nyuzi hapa tulikuwa tunaenda 30. Kwa hiyo tunaenda hapa 10. Tukiwa tumeweka hivi engo 90, tunaenda 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Unarudi tena hapo.
20, 30, 40, 60, 80, 90. Tunaenda tena. Kwa hiyo unaenda hivi hivi, unashuka 10 10, au unashuka taratibu taratibu. Unafika hadi hapo, miguu isishuke chini. Unarudi tena taratibu taratibu hivyo hivyo. Taratibu, unaenda kwa 10 10. Baada ya hapa, variation ya mwisho aina tofauti ya hii ni kwamba sasa hivi tunaweka miguu yetu hivi. Kisha nyoosha, ukirudi chini hivi, unarudi hivi, unainuka. Kwa hiyo unarudi na kuinuka. Haya, tunaanza namna hii. Tunaenda hadi chini. Tunaenda hadi chini. Unarudi tena. Kwa hiyo unaweza kaenda hatua 10 hapa naonyesha tu. Kwa unashuka. Kwa hiyo ndo zoezi la rise leg pamoja na variation zake. Hilo zoezi letu la pili. Sasa tunaenda kumalizia zoezi la tatu. Zoezi letu la tatu ni crunch. Nainuka kwenda na kurudi. Baada ya kumaliza hili crunch ya hivi kukaa, tunaingia hii nyingine inaitwa bicycle crunch. Ni kama unaendesha baskeli, lakini tukae namna hii. Ukiwa umenyoka namna hii. Kwa hiyo hapa tunaenda hii bicycle crunch. Unachotakiwa uzingatie ni kwamba tutagushanisha hiki kiwiko pamoja na magoti yetu. Tunagushanisha namna hii. Unachotakiwa uzingatie wakati unaweka mguu hivi, hakikisha mguu wa huku unanyooka na usiguse chini. Ukishusha hivi mguu wa huku unyooke na usiguse chini. Kwa hiyo tunaanza. Tunaweka mikono yetu huku nyuma, kwa hiyo tunaanza na ili zoezi la bicycle crunch. Ukienda hivi na kurudi ndio unahesabu 1. Kwa hiyo unaweza ukaenda kuendana na vile ambavyo utakuwa uwezo wako utakapokuwa umeishia. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwa hatua 10 10 unapumzika, au ukaenda kwa 20 20 kuendana tu na vile utakapokuwa umepanga work plan yako, yani mpango wako wa mazoezi. Kwa hiyo baada ya kufanya hii bicycle crunch, tunaenda hii seesaw crunch. Hii nikiwa nimelala hivi ni kama naweka mikono yangu chini ya makalio kama unayabeba fulani hivi. Okay. Alafu nainua miguu na mwili wangu unainuka. Kwa unakuwa namna hii. Sasa unakuwa unapishanisha miguu yako namna hii. Seesaw. Unaweza ukaenda hivi kwa hatua. Ukienda hivi na kurudi ndio unahesabu 1 hivi. 1 2 3 4 mpaka 10 10. Unaweza ukaenda 10 10 au ukaenda 20 20 kuendana na uwezo wako. Baada ya hiyo tunaenda kuangalia aina nyingine ya crunch ambayo unaweza ukaifanya. Inaitwa sitting crunch, ambapo utakaa namna hii. Alafu unashusha miguu yako namna hii. Kwa hiyo tunaenda unaishusha hivi miguu yako. Unafanya kadri ambavyo utakuwa umeweza. Kwa hiyo aina ya mwisho ya pili kutoka mwisho ni inaitwa hii twisting crunch. Twist ni kama Russian twist, ambako utaweka miguu yako namna hii, unakuja upande huku, unarudi hivi. Kama utakuwa umeanza, inaweza kukuchallenge miguu kuinua hivi na kwenda upande wa huku. Kwa hiyo kama itakuchallenge,
unaweza ukashusha tu miguu yako namna hii na ukafanya hivi. Kama wewe ni beginner na hujawahi kufanya hili zoezi, unaweza ukafanya hivi badala ya kuweka hivi. Kwa hiyo unaweza ukafanya zoezi hili kwa seti 10, 20 kadri ya uwezo wako unavyokuwa. Ya mwisho kabisa, ya mwisho ni hii, inaitwa reverse crunch. Hii ni kama unakunja miguu yako hivi, alafu unainua kidogo, unarudi hivi hivi, unarudisha namna hiyo. Yaani unakuja kama unaigonganisha hapa kwenye kifua chako. Haya, tunaenda unarudisha miguu hapa, inarudi hapo, unarudi tena. Kwa hiyo unaweza ukafanya kadri uwezapo, labda kwa seti 10, 20 kadri ambavyo wewe utakuwa umepangilia mazoezi yako. Kwa hiyo haya ndio mazoezi matatu ambayo ukiyafanya yatakusaidia sana sana kwenye kupunguza tumbo lako, ukiyafuatilia vizuri. Nakushukuru sana kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe kama hujasubscribe au kama ni mara yako ya kwanza. Vile vile usisahau kutembelea tovuti yetu tz2.com uweze kuona stori nyingi zaidi za kuhusu mambo ya fitness, mambo ya mazoezi. Nakushukuru sana na kupenda sana. Tuonane video nyingine inayofuata. Asante, uwe na siku njema.